Leo ni leo. Leo niko Kitei. Leo tunaenda kutafuta legend. Wajua wazee wajuagi kulikuwa na DJ mmoja mnoma sana alikuwa anaitwa Ali Texas. Na nadhani kwake ni base fulani ile pale hivyo. So tunaenda hapo, tunaenda kumsaka atupatie story ya Nanyuki. Unajua watu walikuja wengi, wamekuja Nanyuki juzi. Hawajuagi historia ya Nanyuki venye ubamba. Sasa nimefika kwa Ali hapa, Ali Texas. Hakuwa, lakini namuona ndio huyu anatoka kwa chief. Ali. Yaani unaniseti live la mimi na mtu anajua hii yako ya kuja ni sana. Bana nisaidia hii bro. Huyu ndio Ali, tumemkujia Ali Texas, tuko tunamuita Sweet Ali. Ameanza hizi stories za entertainment, yeye ndio veteran huku. Sasa atatupatia story, tutakaa chini mahali atupatie story. Alafu tueleze venye hii Nanyuki ilianza, venye entertainment ilienda, life ya Oslo, na venye ulirudi ukasema urudi Oslo, utatupatia hiyo kwa sababu tupatie siku nyingine bro. Sawa. Hii kwa counter Ndio. Ilikuwa inaitwa wananchi bar. Ilikuwa ni club day and night. Alafu hii ilikuwa stage. Stage band ilikuwa inachezea hapa. Band gani? Band hiyo ilikuwa ya hii club squeeze. Oh, ya kayo. Ni ile ilikuwa ya kina Babu ama? Babu ni mtoto sasa. Ya kina Mala. Sasa you mean your family has been in the music industry? Yeah. Hapo palikuwa band. Ilikuwa band. What? Hii stage ilikuwa ni ya band. Ndio unasikia, this was the first bar in Majengo. Yeah. Buzz ilikuwa mbili. Ilikuwa High Life na hiyo Quest. High Life Quest Ndio sasa. Ndio zilikuwa baadhi hapo. Cause later on nikikuwa mdogo nikizaliwa, yani nikianza kujijua, nilikuwa najua High Life kuna kuwa na band, live band. I think ndio ilikuwa ndio Bivas walikuja baadaye. Lakini mwanzo ilianzia hapa. Ma 70s. Ilikuwa ma 60s. Na maneno ilikuwa mtu mother ndiye alikuwa musician. Hey was. Hata kuna mecha wamepigwa na Tuju kimbia Tuju. Tutupatie nafasi, tutoke nafasi tupatie. Wakiwa na Tuju ndio akimbia Tuju. Sasa sisi tumetokea kwa music. Ndio. Hii ilikuwa DJ. Band kuisha ulikuja jukebox. Jukebox kwenda hapo. Jukebox nayo ikapitwa ni wakati kukaanza. Jukebox by the way ni ile kitu ulikuwa unaweka mabob. Unaweka mabob, unachagua ngoma fulani. Ndio. Kama ni Kamaro. Sawa. Ama Sam Fantomas. Sisi tuko nyuma. So mimi nasikia music yote nini? Brother akaamkia kwa music, akachukua footstep ya Mali. Leta brother Babu sasa akachukua pande ya music. Mimi ni mdogo. So kukaanza mambo ya DJ. Siku hiyo ni kinanda moja, unaweka muziki kisha unachagua ingine LP. Unatoa hiyo unaweka ingine. Lakini watu walikuwa sawa tu. Naam, walikuwa safi. So mimi nikainukia nikaikuta. Sasa nakupa story ya 1986. Wewe? Sasa hiyo mimi nina miaka 17. 86 nikaanza kucheza music. Grand ya capacity 9 na 97. Grand kupass tukafunga story ya bar kwanza. Tukamaliza story ya bar. So mimi 1990 87 kwanza nikacheza na Monrumba. Nani alikuwa mwenye Monrumba? Monrumba alikuwa anaitwa Solomon Karumba, alikuwa mwanajeshi. Okay. Huyu mwanajeshi nilikuta mtu alifanya niingie kwa disco ya Monrumba. Nilikuwa bado underage. Sikuwa nimechukua ID. Ni Moshemi Studios. Unajua kina Kantilala hapo kuna studio. Kuna mzee wetu Moshemi hapo. Tunamwita Shemi. Ni akina Wambogo. Moshemi. Nimeiona. Moshemi alikuwa DJ wa Monrumba. So nikakuta Moshemi wa jamaa anaitwa Robi. Na jamaa anaitwa Kisoi. Moshemi alikuwa DJ? Moshemi alikuwa DJ. Wow! Mimi Moshemi ndiye ananifunza mashini sasa
DJ pande hii, player na player pande hii. Sasa huko BPM unasikiza mahali unasikiza wewe mwenyewe na masikio yako. Unasikiza kwa ndio mix. Sasa nikaingilia hapo. Nikawa sana niko sawa. Tukacheza na wao kutoka 87 bado na hepa home shule nini. Nakuja nacheza nao. Sasa 90 nilikuwa free. 90 ulikuwa free. Haya, twende pale nje, tuendelee kutoka 1990 up to mahali amesema Isova na wale madiji wote amefunza hii Nanyuki na wale wako nje na wale wamecheza nao bado national na international. Hata tupatie hiyo story. Mimi labda nimekujua 90s. Hizo story yote tumetoa. Mimi sina habari. Sasa hawa ndio wana maneno. Sasa mimi 90s. Sasa nimepata ID. So nimeanza tuko bado na Monrumba. Tukaja tukashikana na Omega alipokuja na Nyuki. Ikawa sisi haturuhusiwi kucheza kama Monrumba. Ndio. Omega ikawa disco icheze moja kwa show. So Omega akapewa nafasi. Kulikuwa Omega 1. Omega 1 so mimi nikaenda kuomba ride. Nipe ride nicheze. Hatushakutana nao Nyeri. Soma 7 9 ndio 90. Mimi sasa tukakutana nao kanambia hadi aje tuingie hata ingia tucheze. So nikacheza. Mwenye Omega kaniambia tumerushiwa nyinyi hamko. So mimi nilianzia na Omega kutembea na Omega. Lakini bado mimi ni wa Monrumba. Okay. Show nilizianzia hapo. Kaanza show na Omega, tukaenda Meru, tukatoka Meru, tukaenda Embu, tukaenda Machakos, tukaenda Meru. So sasa nikarudi kutembea Kenya nzima na Omega. Katika hiyo biashara ikiendelea tukiwa na Monrumba tukicheza show kabla iwe disco ni moja. Kulikuwa na Vivas na brother alikuwa anacheza Vivas nadhani ndio ilikuwa inaitwa Nanyuki Municipal Band. Kwa Nanyuki Municipal Band. Yes. Na brother alikuwa anacheza Babu. Great brother. Wacha niwaambie mimi nilikuwa nasikiza ngoma za akicheza Sam Fantomas. I never knew kuna Sam Fantomas. Me I thought Nanyuki Municipal Band ndio wamecheza hizo ngoma. Sasa wale walikuwa copyright music. Copyright. Sasa kwa wao kwa show hiyo ilikuwa 1989. Walikuwa wao, kulikuwa Kamaru walikuwa wamekuja. Kulikuwa na disco pia inaitwa Wakawaka ambayo hao walikuwa wamejuana na Monrumba wakiwa ng'ambo. Wakanunua kila mtu disco set yake. Sasa tukakutana disco 2, band zilikuwa kama 4. Sasa show ilipokuja 1990 kina wale walikuwa machairman wa showground wakasema ESK show disco iwe moja ndio waweze kucontrol security. So bida ule alishinda ilikuwa ni Omega. So hapo ndio tumeanza na Omega tukienda nao Meru, tukienda nao unaitwa Machakos, tukatoka Machakos tukaja Embu, tukaanza kwenda hata Nakuru nini. So mimi nikashikana nao. Lakini show zikiisha mimi narudi kwa Monrumba. Monrumba by the way hakuna mtu alikuwa na mashini hiyo wakati kali kama ya Monrumba. Siku hizo ni Mark II, tunatumia Mark II. Hata sasa hii ndio disco tena zimerudi tena. Wamerudisha Mark II lakini inacheza through laptop. Through laptop. Oh yeah. Sasa kiendelea hivyo mimi nikawa naendelea na nacheza sengine naenda nikarudi nikaenda Nairobi. Ndio. Usijali ni kazi tu mami. Fanya biashara. Nikaingia Nairobi aunti yangu alikuwa anafanya Nairobi Gas. So nikawa nikienda kwake kufika jioni natoka naenda kina Florida. Ndio. Florida hizo. Naenda na Override nacheza hivyo. Nyanza House. Tukakutana sasa na kina Kilosh. Pupa Kilosh. Attention sound. Kawapata Nyanza House. Ndio. Kilosh akaniuliza wewe Nanyuki ni aje? Nikamwambia Nanyuki sasa hii hata imeendelea. Kuna Riverside na Monrumba ndio tunacheza nao. Unaweza kuja. Mimi wewe ndio ulileta Kilosh.
Tukaambia unaweza kuja. Mzee alichange vibrant za reggae huku ajabu. Tukaambia Kilosh wewe kuja. Kuja ujione. So Kilosh akajaga. Kuja CD siku hiyo hajakuja na Nyuki. DJ CD. Homeboy. Hajaingia Homeboy hajaingia na Nyuki. Ndio. Hajaingia Ganza mziki. Kilosh kuja akachezaga reggae siku moja akaenda. So Mondrumba naye contract yake ikaisha na Riverside. Tukatoka. CD akaingia. Mondrumba akarudi Nairobi. Mondrumba tukawa ni field sasa. Okay, Timao, Nyeri wapi tukawa sababu kwa field tena. CD akaleta sasa tena Kilosh. CD akaleta Kilosh. Ndio. Sasa hiyo kwa Kilosh mwingine. Diblo alikuja baadaye. Kilosh ndiye alikuja. Sisi tunaanzisha Bukania 2000. Bukania Club, Sportsman Arms. Next to disappear, the now downtown. Sasa mimi nikaanzisha Bukania. Kawa haitik. Kaongea na wenyewe tuambia hapa labda tuanze jam session. Endelea. Jam session tamik. Kaambia kulikuwa na manager anaitwa Warugongo. Kaambia wewe tupe hiyo nafasi. Juu mwenyewe alikuwa ameletea mashine zake na jamaa kutoka Nakuru na haikiani. So kutuita sisi Mondrumba tukaingia pale. Tukawa sisi tucheze. So kwanza jam session ilianza funny sana. Juu vijana huko hapo wanajua jam session. Nini. Ikawa sasa ni tunalete vijana tunaingiza bure, wao wanaenda wanaambia wengine. So ika spread. So Bukania ikapik. Bukania ikapik kabisa. Hapo ndio tulikuwa tunanunua kadi ya red na ya green. Huwezi kumbuka demo ilikuwa ya green. Ya demo ndio ilikuwa green. Ya ilikuwa red. Kwa sababu na 50 ilikuwa ama 50. Kwanza tulianza kana 30. 30 jana 30. Hadi kwa zinapatikana haraka. Ikaja ikachenjiwa ikawa watu wote ni 50. So ikawata wazazi wanakuja na watu hii pale spoti. Ndio sasa hiyo spoti wameanza. Pande ya chini iko imefunguka. Sasa hiyo ndio hata gym inaanza. Tukiendelea na spoti tukafika mahali Mondrumba akatuambia sasa inabidi tutoke. Tumekaa mahali moja sana. Okay. So ilikuwa 2006 tumeenda Meru. Meru tumecheza Meru sana, Embu, tukarudi. Bado mimi tukaja tukashikana na DS International by DS Njoroge. Alberto alikuwa King Alberto by then ama alikuwa Alberto watakuwa ameingia kidogo. Okay. Diblo sasa hiyo ndiye ameingia. Anakuja sasa DS, lakini mimi nishacheza DS. Wewe ushacheza. DS Diblo amekuja nyuma. Hata Kilosh tumekuwa na yeye na Nyuki na marehemu CD na sasa wote ni marehemu. Ulikuwa CD, Kilosh na kuna mwingine jamaa ndo akitwa Karis. Yuko Karis. Alafu sasa Tony akaja. Tony Biggie. The aspirant wa MP Laikipia East, Tony Lukwaro akaja. Leo tutakuwa busy. Ametrain on CD nini sawa mzuri. Baada ya Tony kukaja Dagi my boy, mna Nyuki moja ndio huyo Dagi. Wakakuwa na CD kukaja Tips ule moja 254 yeah tunabongana naye by the way. Bado ukumbuka Tips. Mimi nikaenda tukahamia na Mondrumba Nairobi. Ndio. Sanidia 2003. 2002. Ndio hiyo wakati sasa siasa imeanza. Tukahamia Nairobi. So mimi kwenda Nairobi ndio mambo ilifunguka yote sasa. Tukafungua club inaitwa Camden Town. Umoja wa soko. Camden Town ilikuwa ni club ya Getonga Kabugi. Rudia. Ule the former deputy governor.
Wazee tunaga story. Ndio maana sasa tunaanza kutafuta story na tutazipata. Ule jamaa akanichukua Kitonga hadi vipi tulikuwa tukicheza hata Joskaki kwao. Na nyuki kulikuwa kana Joskaki, Marina, Golden Fish. Na yona ilikuwa ikiitwa garage. Ndio wakati. Kwa nini ilikuwa ni hall moja kwa moja? Ile ilikuwa ni ile ya garage. Golden Fish. Okay. Sasa hizo ndio zile clubs tulicheza na Silverback. Na Silverback ya. Pia Silverback tukienda Madai House. Pia ilikuwa Madai House ilikuwa na club. Kulikuwa ngoma Madai House? Madai House ilikuwa na ngoma. Haya Kwa kitu Chicken Curry kama hiyo. Nadhani kuna wakati ziliflow na kwa nyingi zilikuwa nyingi. Sio ndio jeshi wa free kuna mountain. Yaani kulikuwa na biashara mountain batuko walikuwa wanajaa huko tao. Alafu kulikuwa limit. Mwanajeshi afai ati Johnny atarudi saa 6 walikuwa free. So nikiwa Nairobi wafungua kambi. So hiyo ndio club house naye ina karibu miezi 3. Ndio. So watu walifikiri Camden ni branch ya Homeboys ya club house. Ya Mbaricho walifikiri ndio imeanza. So tukawa tukikuwa na watu wengi kina Liotieno, kina Mutuko wanakuja na jamaa mapilot. Tuko umo hapo karibu ya Mako. Na hapo kando kuna hii inaitwa Egesa. Huko ni club big sana. Ndio. Huko utakuta Wajaluo wa Kisii, Mavangala. Huko ndio kila rumba, ukitaka rumba everything. Ni kila kitu. Sasa huko Sundays mimi nilikuwa nikienda kucheza rumba. Baadhi na join veteran wa rumba unajua sana. Naenda Omega, naenda Egesa kucheza rumba na Sundays ndio kina Mwala ndio walikuwa wanakuja kufurahisha watu hii. Sasa kina Mwala tulijua ni hapo. Na tumekutana nao kwa mashows. Kwa hiyo ni watu tunaelewana. Sasa tukiwa pale katika tukiwa umo ndio nilitoa tips na kwa Nairobi, kumpeleka Nairobi. Wakakuwa wameachana na CB, so nikamchukua. So tips alianzia kuwa na mwangaza hapo Nairobi. Na bado mnabongana naye? That's nice. Mimi hata uniita Buda ni mambo. Tips. Sasa pale umo tukawa wachezaji wengi kina Jua Kali, kina nani watoi wanakaa. Wanapitia hapo club Nairobi nzima ishajulikana. Club ikaenda kwa mimi kukaa nikatoka. Kutoka nikarudi na nyuki. Okay. Nikaza Lions Court. Now Lions Court ya Mugambi. Ile club ilianza fani sana. Hakuna mtu alikuwa anaijua. Na Lions Court ilianza kana speaker 2 za radio. Nilikuwa nacheza na radio. Sina mashini. Wewe mzee. Buda. Hata hiyo tunaita bottom club. Hiyo lakini mimi anaanza tu ground tu. Mimi pale tukawa tunachezea watu 3, 4, tunafunga saa 5 tunaenda. So kina marehemu Kimodo akaniuliza wewe tangu uje hapa kumechange. Umeanza kuja watu 20, 25. Ndio. So mimi hiyo ndio CD sasa tunatengenezesha CD. Tumetoka kwa MLP na sasa mnaenda kwa CD. Ndio kwa CD. Hata Nairobi nikitoka ile club nilikuwa nacheza hiyo kambi. Kwa tunacheza na CD Pioneer 100. Ndio. Kabla sasa waundezi. Kabla So mimi kuja hapa nikawaambia either hapa mnunue mashini ndio tu break it out. Siku hiyo tao ni sporti peke yake na Pirates. Haikuwa Pirates. Ilikuwa Bukania bado. Ilikuwa bado ni Pirates lakini Bukania iko. Bukania inacheza na Pirates. Pirates iko imejengwa kwa ofa. Okay. Kwa katuni chini. Haya. Sasa wale wakaniambia tutaanzaje? Nikamwambia hapa lazima tuongeze speaker moja. Sasa hii mimi naona kwa zile za radio. Nikamwambia hapa naona sasa hii
hii radio imeleta maneno. Kwa sababu sasa hii customer wamekuwa 50. Radio isikiki. Isikiki ni kweli. Wakaniambia juu sasa hatujajipanga. Nikamwambia mimi home niko na speaker na amp. Na speaker yangu ni ile mimi hutumia kwa kuonesha mpira. Wakaniambia sasa tutakuwa tukikomboa. Nikamwambia sawa, ina shida. So mimi na connect radio, na connect na ile amplifier na speaker moja. Na sasa unacheza muziki na nini? Muziki ni CD naweka, ni changer. Okay. Ni changer. So muziki yangu nikienda Nairobi ndio na record ikiwa non-stop. Okay. Naenda na select muziki yangu na record ikiwa non-stop na kuja so naekea watu. Muziki ni non-stop. Ni kitu nini? Yani ni game changer. Ni game changer. Watu wanashindwa. What? Hii muziki si ile si ucheze upokani. Hapana. So mimi nikuja na style yangu. Si kucheza reggae ama nini, cheza soul. So nikachukua mabuda wote watao. Nacheza marumba, soul, muziki za zamani. Kani muziki mpya unachezea 3 4 unarudi kwa hizo kwa witao. Town mzima ikarudi wapi? Sasa wenye pesa ndio watu wanawafuata. So customers wao wengine wakata. So ikabidi December kwa machine. Kaleta hiyo Pioneer 100 na speaker mbili. Na kile kimoja sasa. Ndio. So ikawa ni clubbing sasa. Lounge spot ikawa kitu different, ikachange. By the iligonga. Ikaita sasa ikachukua dagi. Nashika dagi, tukaenda na dagi. Nikasukuma dagi akaendelea, nikamwachia club. Kaondokea. Nikaja cheka. Kabla nije cheka, nikaingia Tostaki. Naona wewe relationship yako na kina Kabubi nyingi sana. Nikachezea mwaka moja na nusu. So nikafunza bounce, unaona huyu bounce DJ squeeze anajiita DJ bounce anapitia kwa mkono wake, ni mkali anapitia kwa mkono. Huyo mzee General amepigia salute, ni mkali huyo, alipitia kwa mkono yangu na mashallah. Huyo tuko na mashine ya jamani kwa demo wa patisha demo ndio Wida. Sasa huyu bounce alipitia tukarudi tukapeleka bounce checkers. Mimi ndio nilikuwa naenda nafungua nini, tukamwachia bounce akakuwa sasa ameshikanisha. So bounce ndio amenua checkers na iko waje. I can see. Mimi kutoka hapo tukachukua na Deno Isiolo. So Isiolo ikawa sasa ni kumarket ile club. Hawajaiona disco aina hiyo. Club gani? Liquid. Club Liquid. Hajaiona kitu kama hiyo, so tukaanzisha music ya daily. Kitu haijai happen. Tukakaa na Deno kakaa kaondoka, mwenye club akanunua vitu, mimi ukabaki. So hakuna DJ Kenya sijaita hapo. Wote wanawaleta. Kina Mr. T, kina wote. DJ wa Kenya ule unajua mkali yuko kwa TV, amekanyanga Liquid. Ukiona mkali kwa TV unamleta. Ukiona Mfalme wote hakuna mtu sijaleta. Kwa Isiolo na jamaa anaitwa Devonte. Hizi kwa leo. Jamaa moja nakutana Stock na what are the best moments unaweza remember? Ile show unajua kabisa unaweza kumbuka ilikuwa kali. Show yangu ile ilikuwa kali. Wakati tulileta Shaggy kani. Kuna marehemu Sidi. DJ Sidi na hiyo ilikuwa game changer yangu. Sasa hiyo siku kuna hiyo ilikuwa ile sasa niliona nachezea zaidi ya watu 10. Hapo ilikujika. Na ile regrets katika nini muziki au una hata kidogo? Regret, unajua wakati wetu hatuko tunalipwa. Wakati wetu ilikuwa mbaya sana. Hata wazazi walikuwa na challenge.
mambo ya wakora nini wakana. Saa hii DJ inalipa. Inalipa. Mzazi yote asijidanganye. Saa hii DJ inalipa. Inalipa. Saa hii nimefunza vijana wengi. Nakaa saa hii kuna demo anaitwa Salma. Saa hii anaenda Dubai. Salma. Next week kucheza. Anaenda kucheza. Anaenda job sasa club anaitwa Dubai. All the best Salma. Alafu kuna jamaa anaitwa Chachi. Chachi naye huyo si wanaye field. Bado kuna jamaa anaitwa Timo yuko Nairobi sasa hivi. Yuko Nairobi West. Ndio. Na kijana hapa tu Gadeni. Silent. Kuna bado kuna demo nyingine lakini sasa hivi kuna student kama 4 wanakuja wakienda wanakuja. Lakini DJ inalipa. Inalipa. Wakati wetu ilikuwa ni shida. Mwenye sound alikuwa anakupa so 3 so 4. Anaona yani wewe naye ameokota. Na pesa na gunia mkienda show. Omega anakanyanga pesa na gunia na Njoroge. DS Njoroge. Lakini wewe unajua nipatia katabu zile wewe kwa DS. Sasa wao wamekuta raha. Wamekuta raha. Generation ya sasa hii enjoy. Music sasa hii inalipa. Na mchacheza na Pupa Kilosh. No, not Pupa Kilosh. Charlie tumecheza naye hapa na Nuki. Haya wakati wakiwa Nairobi nilikuwa naenda hii club kwenye itwaje. Wakati marehemu huyo alikuwa Papa Charlie. King nani? Lefty akiwa. Hiyo wakati nishacheza nao. Lefty alikuwa bouncer wangu club inaitwa Lips Nairobi. Umesikia? Bouncer wangu. Ni legend you say, Lefty Lips. Naenda ghorofa ya 9 ama 8. Tukiona jamaa marehemu anaitwa Sweet Dave. Sweet Dave. Yeah. Nilikuwa nawasikiza kwa hizo cassette Sweet Dave, King Monday, so hata Lucy. Hao wote ni watu tushapitia. Super Simon. Super Simon, yes. Na huyu alikufa anaitwa nani? Daddy Konya. Hao nilipitia. Nairobi mimi si mgeni najulikana. Kweli. Wanda nimejua leo kuna story. Sasa punching ni kwamba DJ unalipa. DJ sasa hivi unalipa na mtu asidanganye. DJ sasa hivi unalipa. Kwa sababu mimi wana vitu zangu hapa. Ndio niliona kama ni Saturday ama Sunday ulikuwa na gani? Kwa Saturday. Na huko ni hiyo tutakie si baadaye. Hizo vitu ulipa. Sasa hii ukiona mtu halipi DJ vizuri ni kumnyanyasa. Kwa sababu una DJ vizuri ni kumnyanyasa. Ama musician yote na sheria. One man guitar lipa. Sasa hii inalipa. Absolutely. Kwa sababu ukiona hata club hailipishi mlangoni kwa drinks inalipa. Kwa sababu drink ile kwa mfano tuseme ni soda. Soda dukani huku mtaani ni 30 bob tu. Kwa club ni 100. 70 bob. Supe 20. Turnover ni times 2. Supe ule 20 umebaki na 50. That's kwa hivyo DJ inalipa na watu wasidanganyane. DJ si ukora. DJ ni job kama hizi kabisa. Kwa sababu ukikosa kama utakuwa field ya DJ utakuwa kwa studio. Unaweza enda studio part time. Kuna harusi unaweza harusi. Kwa hivyo entertainment watu wasidharau DJ. Haya, kati ya umeniambia LP zinarudi lakini unatumia Serato. Si wapo una feel sasa uko hii kazi imekuwa rahisi. Unajua siku zetu ilikuwa ni kazi tafute beat na akili yako. You should know music. As a DJ, the first thing you should know is music. See BPM. Na si hizi cues na nini. Ilikuwa ni line mbili tu. Left na right player bas. Na usikize sasa next. Unajua ile utakoroga watu kama unasimamisha. Na watu wengi wamecheza DJ ifanye kwa sababu unakuta kuna mtu hawezi ku mix ngoma, kusimamisha ngoma, DJ anaongea ndio unaweka next. Anafanya hivyo. Kulikuwa kana hizo vitu. Okay. Kwa hivyo mimi nimecheza hata na tape. Na tape naona nilishapata msimu mwingine. Nishacheza na tape disco. Na inacheza kwa sababu umeconnect na amplifier na speaker, au unatafuta tape ambayo iko na
non stop. Wewe ni kuchange tu. Napewa story na microphone, anafikiri ni wewe una mix, lakini hakuna. Hakuna. Na job inaenda na usiku inaisha na story inalala. Kila story inalala. Kwa hivyo watu wafurahie. Sasa hii kila kitu imekuwa rahisi. Ni rahisi. Technology imeleta nini? Wazazi wakubali. Wakubali. Wako kitaka kitu mpe. Absolutely. Ali, tumeshukuru sana for your time na tutakuja. Swali la mwisho. Do you still train DJs ama sasa umetulia? Sasa hivi nimetulia, lakini mimi hufunza hata nikienda, kwa mfano tunaenda event juu hao vijana ndio mimi nitawacheza. Nikisikia na makosa mahali, unaambia hapa problem, tunaenda nawaambia fanya hivi. So mimi wa advice. So tumefurahi sana ile DJ ambaye ako na angepata advice kutoka kwa Mzito is ready na you'll get a lot na advice ya mwisho madj wale tuko nao kitu inaitwa pombe na kazi kabisa. Umesikia? Pombe na kazi haziingiani. No wonder DJ wako anakunywa Sprite anaitwa Bounce. Ndio. Bounce ukunywa Sprite alipata advice kutoka kwa Ali. Sijawahi kunywa pombe. Nimecheza more than 30 years. 30 years. Pombe, sigara, miraa, bangi. Kazi yangu yote ukienda mahali unasikia kazi ni perfect. Kazi ni perfect. Lakini ukiingia kwa pombe, tunaona wengi, madj wengi wametuacha. Kupenda kwao, kujua hawakujua. Alafu kuna wakati kwa AIDS. So ilikuwa ni tricky sana kwa maisha yetu. That's true. Ndio watu wengi wameenda. Vijana wale wanamwamkia, ukitaka kazi ya DJ si pombe ama wasichana. Raha weka kando. Hii ni ofisi. Fanya job yako kama uko ofisini, ukimaliza hiyo raha nyingine utaendelea naye kabisa. Thanks Ali, tumeshukuru sana. Unasikia mwadhini ashaadhini. Sasa ni sala. Si baadaye kabisa. Anytime tutakuhitaji, welcome for you. Asante. Cheers man. Thank you.